Askofu. Hii itafanyika hapa leo asubuhi na itaongozwa na Baba Askofu fuatana nami katika kuonyesha Wapendwa katika Bwana, tuanze ibada hii takatifu siku ya Bwana na ibada ya kufungua jengo hili la huduma katika Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Kati, Usharika wa Uaskofu Emmanueli. Katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Sipiliani Yohana Hilinti, Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Kati, kutokana na uhitaji wa matundu ya vyoo katika usharika wa Emmanueli, halmashauri ya usharika ilipatana kujenga vyoo vingine ili kuweza kukidhi kuhudumia washarika wanaofika eneo la kanisa kwa ajili ya ibada. Mbele yako ni jengo la vyoo vyenye matundu 6 vitakavyohudumia wanawake na wanaume, bila kusahau watu wenye mahitaji maalum, vilivyogharimu jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 23,480,000, na fedha hii imetokana na bahasha yetu ya maendeleo tunayotoa kila wiki, na sasa viko tayari kwa matumizi. Mheshimiwa Baba Askofu, nachukua fursa hii kukukaribisha rasmi kwa ajili ya ufunguzi wa vyoo hivi. Karibu sana. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ninaombea, ninabariki, ninaweka wakfu jengo hili la huduma katika usharika huu wa KKKT Dayosisi ya Kati, Uaskofu Emmanueli, kwa jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaombea, tunabariki, tunaweka wakfu jengo hili la huduma, usharika wa Uaskofu Emmanueli Dayosisi ya Kati, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana
Roho Mtakatifu. Amen. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika jina la Mungu Baba Mtakatifu. Amen. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ibada hii imemalizika hapa kabla ya ibada kuendelea. Sasa ni muda wa kuendelea na ibada ya siku ya Bwana. Cantante Domino. Basi tufuatane pamoja na matukio mengine yatakayokuwepo katika ibada ya leo hapa makao makuu ya Waskofu Emmanuel Singida mjini.